Nitakuwa na mada fupi sana. Tutaongelea, kama unanisikiliza hapa na unahisia kuwa pasina huyu mwanzilishi madam kupatiwa hili neno la kutengeneza kikoba, wewe maisha yako yangekuwa magumu sana. Piga kofi moja. Pasina kuwa madam huyu, Mwenyezi Mungu kampa afya njema ikamfanya kuweza kumudu mikiki ya kusimamia vikoba hivi. Piga tena kofi moja. Pasina kuwa Mwenyezi Mungu kumpa maono yanayoendelea kufungua na kubadilisha maisha ya watu ikiwemo na wewe, basi piga tena kofi moja. Mimi nitaongelea masuala makubwa mawili, halafu mwenzangu atamalizia katika upande mwingine wa afya. Nitaongelea kuhusiana na saikolojia ya mafanikio, lakini nitaongelea pia kwa nini watu wanaochukua pesa za vikoba biashara zao zinakufa. Hapa tutajifunza vitu vya msingi sana ambavyo pengine usingewahi kuvisikia mahali popote. Psychology ni nini? Psychology ni namna jinsi unavyochukulia mitazamo ya kitu fulani. Sasa moja katika kitabu kikubwa sana cha mwandishi anaitwa Marcel anafundisha, na hii inaitwa Psychology of Money. Jamani, pesa ina saikolojia yake. Kuna uenda wazimu wa kiwiliwili na kuna uenda wazimu wa akili, ambao mara nyingi sana uenda wazimu huu unasababishwa na pesa. Ndio maana unaweza ukamwona mtu ni mpole sana kabla hajapokea kikoba. Akisha kuwa kasajiliwa, akisha kuwa katikiwa, akisha kuwa ameshapata pembe ya kupata kile kikoba chake ama ile pesa yake, anabadilika kuanzia jina, anaitwa bosi, unamjua wewe. Anabadilika kuanzia mwendo, viatu kidogo vina change position, lakini anabadilika pia hata watu aliokuwa anakaa nao. Na hii maana yake ni nini? Ni kwamba katika upande wa saikolojia pesa imeshamuehua tayari. Sasa tutakachoenda kufundishana hapa ni jinsi gani wewe kama mwana kikundi kutoka hapa Vision Vikoba unaweza kucontrol mikiki ya saikolojia ya kuipata pesa. Tumesikia namba hapa zimetajwa, mamilioni ya fedha, mabilioni ya fedha, lakini je, wewe unayetaka kuyapata mafanikio ya kifedha baada ya kupata pesa kwenye kikoba, unajua ni jinsi gani unatakiwa kujiandaa kuwa na pesa yenye thamani pengine milioni 500 kutoka hiyo milioni 50 uliyokuwa nayo? Unaijua pressure ya milioni 500 wewe? Unaijua pressure ya kutoka kukopa milioni 5 alafu kaja kupewa milioni 15? Je, umeshajiandaa kiakili kuipokea milioni 15 kabla haijakufikia? Mpiga makofi kwanza. Nafikiri sasa tunaanza kuelewana. Sasa naingia katika upande huu wa saikolojia. Nisikilize vizuri sana. Success mindset, akili ya kufanikiwa. Kitu cha kwanza ni get serious. Kuanzia sasa hivi anza kuwa serious. Kuwa serious maana yake ni nini? Jua ni nani unayepaswa kuongea naye na ni wakati gani na ni kwa nini. Nimeona mimi watu wengi kufeli katika vikoba kwa sababu ya kuwa na roho ya upole na upendo kupitiliza. Tuna msemo unasema hivi, stop being a boring giver. Wacha kuwa mtu unayesaidia mpaka unaboa. Hiyo ndio maana ya get serious. Unasaidia sana mpaka unakera sasa, yaani unaboa too much. Ushapata kikoba chako ya milioni 15, alhamdulillah. Sawa, Mwenyezi Mungu akubariki na mambo yashaanza kubadilika, ukitembea kama mkia sawa. Lakini sasa wale wapambe kila wanapokusifia wewe unatoa. Maana yake nini sasa? Utaanza kutoa pesa kiasi kwamba utajisahau lengo la kuchukua pesa yako lilikuwa nini. Kwa hivyo anza ku get serious. Eneo la pili, get smart. Nimesikia kuna kikundi hapa kinaitwa smart. Get smart maana yake ni nini? Kuna vitu vingi ambavyo inaweza vikawa vinakusumbua. Smart maana yake ni kuwa specific. Specific ni kuwa, mfano umechukua kikoba cha milioni 5. Je,
hichi kikoba cha milioni 5 ulichokichukua, unajua unachotaka kwenda kufanya ni kitu gani? Maana yake kuna muda mwingine tunakuwa tunapata wazo la pesa baada ya kuichukua, ambalo ni wazo baya zaidi. Siku zote mawazo yanapaswa kutangulia kabla ya pesa kukufikia. Kwa hiyo anza kuketi smart. Kuketi smart, unaanza kutafuta taarifa. Je, ni kitu gani nikikifanya kitaweza kunipa matokeo? Lakini hili najua litakusumbua. Sisi kampuni yetu ya Afya Bora Kipato Imara tunatoa mafunzo hayo maalum. Kwa mfano, unataka kuchukua rejesho lako lisharudi, unataka kuchukua mkopo wa ziada, lakini unajiangalia, hii biashara ya kutengeneza sabuni kupitia discipline. Maanake mwisho wa siku na wewe unazitumia sana mpaka nguo na zingine zinafanyaje? Inapauka, kwa sababu umeshatengeneza vitu ambavyo unakosa kupata masoko mazuri unayohitaji. Sasa unakuja Afya Bora Kipato Imara, jamani, nilifanya biashara ya sabuni, nikafanya biashara ya mchele, nikafanya biashara fulani. Ninafanya nini niweze kufanya biashara hizi katika mtaji huu nitakaopata kwenye kikoba kwa mafanikio? Tutakusaidia. Kwa hiyo hapo tutaanza kukufanya uketi smart. Uketi smart maana yake nini? Nguvu kidogo, faida kubwa. Na kadri tunapokuwa, kubali ama ukatae, katika siku zako za maisha, kadri umri unavyokuwa, nguvu zako zinashuka. Na kadri nguvu zako zinavyoshuka, inabidi utumie nguvu kidogo kupata pesa nyingi. Sasa hiyo ndio faida ya Vision Vicoba. Maana yake huna haja wewe ya kuhangaika sana. Tayari kuna kamfumo kameshawekwa. Wewe unatumia nguvu kidogo na wenzako katika kikundi mnachakata maarifa, mnatengeneza pesa. Kwa hiyo lazima ufundishwe namna ya get smart. Lakini sehemu ya tatu inaitwa get going. Kama unavyojua, kwenye safari ya mafanikio kuna kupanda na kuna kushuka. Na nikisema kupanda, hizo ni nyakati ambazo wewe uliyechukua pesa kwenye kikoba utatengeneza pesa. Lakini nyakati za kushuka ni zile nyakati ambazo wewe ulichukua pesa kwenye kikoba utatengeneza hasara. Na faida ili ipatikane lazima hasara iweze kutokea. Sasa kuna kitu hapa ambacho natakiwa nikushare na wewe nikwambie. Tunapokuwa tunaanza biashara, unapokuwa unataka kuanza biashara, uchachukua mkoba wako pale, pesa ushaichukua, unapata wazo jipya la kufanya biashara. Nikwambie kitu kimoja. Kuna miaka 2 mpaka 3 ya hasara katika biashara. Hilo linatakiwa ulijue. Ndio maana vikundi vingi vinazama baada ya kuchukua pesa, kwa sababu vilikosa namna ya kuketi kujua ni jinsi gani haya mambo yanakwenda huko kwenye hiyo shughuli, kwenye kupanda na kushuka. Wanatengeneza hasara, vikundi vinakufa miaka 2-3. Kwa historia fupi tu, mwaka 2005 mpaka 2010 ilifanyika tafiti katika shirika la fedha kwa kupitia upande wa East Africa. Na nikwambie kilichoonekana. Zilionekana kuwa biashara nyingi ambazo ziko katika mtaji kuanzia milioni 5 mpaka milioni 2 zinakufa ndani ya miezi 6 hadi mwaka. Zimeisha. Na biashara ambazo ziko kwenye mtaji wa milioni 10 hadi 20 ndani ya miaka 5 zimesambaratika. Na ukitaka kukubaliana na hilo, pita pale Sinza, kuna duka limeitwa Madam Joy, nenda miezi 6 mwaka utakuta kuna Mr. John. Kwa nini? Kwa sababu hilo duka limeshasambaratika. Na hii ni psychology. Haya mambo jamani, nikwambieni tu, hayashikiki kama karatasi au kitabu. That's why it's difficult. Na biashara iko hivyo. Kwa hivyo ukishindwa kuelewa mambo yanavyokwenda kisaikolojia utafeli. Kwa hiyo hapa unatakiwa upate somo maalum la get going. Je, ninafanya nini nitakapokuwa nimechukua kikoba changu au pesa yangu kwenye kikoba cha Vision Vicoba? Let's say timu yangu inaitwa Smart. Je, nini nifanye pale ambapo sitakuwa ninayaona mauzo katika biashara yangu ambayo nimeifungua? Nini nifanye pale ambapo nitakuwa ninahitaji kufungua masoko yangu katika maeneo mengine? Hapa lazima ufundishwe somo la get going. Si unamwona mtoto mdogo anavyokuwa? Anaanza tete, si ndio? Tete. Mwisho wa siku anadondoka na simu. Mwisho wa siku anafanyaje? Anakimbia. Sasa hata wewe biashara yako lazima itapita hizo stage na hauwezi kuzikwepa. Na ukijaribu kuzikwepa hizo stage, kuna namna, kuna kitu kitakutokea na utakiona. Lakini nukta namba 4 inasema get excited. Nimeona watu wengi sana ambao wanapata pesa lakini hawafanani nazo kwa muonekano. Sehemu ya kwanza, wewe ambaye unaenda kufanya mambo yako kupitia hicho kikoba ama hiyo pesa, kuwa ni mtu ambaye unahamasika.
Nini maana ya get excited? Get excited maana yake yani unataka kuchukua pengine kikoba cha milioni 50, alafu ulitoka kwenye milioni 25. Tafuta siku, kaa sehemu peke yako. Na hii katika imani, mimi ni Muislamu, hii inaitwa khalwat. Kuna khalwat na riyadh. Khalwat na riyadh ni nini? Kujitenga na watu wabaya na kukaa sehemu tulivu ambayo Mungu anakusikia. Ndugu yangu, tunaelewana? Pesa inakaa karibu sana na ibilisi mkubwa ambaye katika ulimwengu wa kisekula anaitwa allegorical devil. Huyu ndio ibilisi ambaye alitoka katika hazina ya Mwenyezi Mungu kule peponi na akaahidi kuwa atawashika masikio watu wote ambao watataka kufanikiwa kwenye maisha yao. Na wewe anatembea na wewe kila siku. Kuwa makini sana na allegorical devil, kwa sababu yeye anachokifanya anakuchechetua kuona vitu vya kipumbavu. Kuna vitu wakati huna pesa ulikuwa huvioni, lakini maajabu kisha ishika pesa unachanganyikiwa. Ndivyo unavyoviona allegorical devil. Huyu hapendi kuona watu wanashika pesa. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anasema alfakiru kamithili al-kufr. Ufakiri ni karibia kumkufuru Mungu wewe. Sasa unafikiri vipi ibilisi akuache salama wakati anataka kuona unafanikiwa? That's why. Kwa hivyo kwenye get excited, kuwa makini ndugu yangu. Ili pesa itulie kwako, hakikisha unatuliza imani yako mbele ya Mwenyezi Mungu. Kama ulikuwa sio mtu unaamka usiku, get excited, amka usiku saa 8, mwambie Mwenyezi Mungu, najileta mbele yako, kuna milioni 50 inakuja kwangu. Nimeshapanga mambo yangu mengi sana ambayo naamini kuwa yatafanya niweze kufanikiwa, lakini niweke mbali na ibilisi anaitwa allegorical devil. Kwa sababu usipoomba dua hii, kuna mambo yatakutokea. Moja wapo, utaanza kuona watu wanaumwa kwenye familia yako. Get serious sana. Ukianza kuona watu wanaumwa kwenye familia yako na ushachukua mkoba, anza kuona ibilisi anaanza kucheza na nyuzi zako taratibu. Anaanza na hapo. La pili, ulikuwa na gari yako nzuri, unapata ajali hapo. Story inaenda kuwa tamu. Ulikuwa una simu yako mwenyewe unaringisha vizuri, inadondoka, kioo kinapasuka. Taratibu. Ulikuwa ni mtu ambaye pengine mambo yakiwa yanaenda vizuri, moyo wako haudundi sana, tayari mapigo yako yanaanza kudunda 169 kwa 95 chini. Hiyo maana yake ni pressure tayari. Taratibu unaanza kunenepa, unaona kama ndio pesa inakuja. Taratibu unasogezwa wewe, allegorical wewe. Anaanza kukusababishia watoto zako sasa wanaanza kuwa watundu na wanaanza kuwa wakorofi. Hizi ni ishara kuwa wakati pesa inakuja na mabadiliko. Mabadiliko haya usipoyatuma yatakuja na shetani. Kwa hivyo hiyo pesa itakutia moto na itakunyosha kweli kweli. Huu ni katika upande wa saikolojia. Sasa nakwenda kukupa vingi. Nilikuwa na vingi vya kufundisha, ikabidi nizibane na karatasi, maana kinaona nisingemaliza leo. Nibidi nizibane, maana ni vingi ambavyo nilitakiwa nikufundishe siku leo. Sasa hapa naenda kufundisha kitu kinachoitwa massive growth. Jamani, tunapoenda kuingia katika ulimwengu wa kifedha, huku tunatakiwa tujue mabadiliko ya huku ni makubwa. Sawa? Mabadiliko ya huku ni makubwa. Kwa hivyo, unapotaka kukua katika eneo linaloitwa massive growth, kuna siri unatakiwa upewe na wataalamu. Siri hii inaitwa how to overcome your self fear. Ni jinsi gani ya kukabiliana na uoga wako wa ndani. Wataalamu wanasema pesa haitaki? Pesa haitaki? Pesa haitaki waoga. Kama wewe ni muoga, sahau kuhusiana na kitu kinachoitwa nini? Mafanikio, na sahau kuhusiana na kitu kinachoitwa pesa. Lakini kuna mambo natakiwa nikupe kama siri hapa ili uweze kuishinda hofu yako katika kuipata nini? Pesa. Story ya kufungua. Kuna binti mmoja alikuwa anamdai mtu mzima hivi. Alikuwa amekopeshwa na mama yake. Yule mtu mzima akaambiwa, wewe unatakiwa urudishe hiyo pesa pengine ndani ya siku 30 au 40. Yule binti akaambiwa sasa siku 30 zimefika, nenda akachukua ile pesa. Yule binti akafika ile sehemu. Fika ile sehemu, kamfuata yule mtu mzima, anamwambia mama kanituma 30 yake, nimeambiwa nije hapa. Baada ya kwenda pale, yule mtu mzima akajaribu kutaka kumkwepa. Akahangaika kumkwepa. Yule binti alisimama nje ya mlango wake wa ofisi kama vile sehemu ya mlango. Bosi wa ile ofisi akawa anaangalia ule mchezo. Anacheki. Huyu binti mbona mkomavu, haondoki. Alisimama pale masaa yasiyopungua 5.
Mjomba akatoka jioni wasaa kwenda nyumbani, anamkuta binti yuko mlangoni, anamwambia siondoki mpaka nipate pesa ya mama. Yule mtu mzima ambaye ni bosi akaona mjomba pale kapaki, kaongea vibaya. Yule bosi akatoka akachukua pesa akampa yule binti. Hili ni somo ambalo linaitwa persistence. Je, wewe ambaye sio mwoga wa kuipata pesa, una uwezo wa kuvumilia kiasi hichi unapotaka jambo lako liweze kutimia? Hii inaitwa persistence. Binti mdogo amekomaa kwa masaa yasiyopungua 6 ili alipo 30 ya mama yake. Je, wewe unapokuwa pengine umemkopesha mtu pesa ambayo imetoka kwenye kikoba chenye neema na baraka kutoka Vision Vikoba, je, unaweza kupersist kukomaa pesa yako irudi? Au ndio kidogo tukipigwa Kiswahili mara mbili unaondoka? Na hili ni somo linaloitwa follow up skills. Lazima uwe mtaalamu wa kufuatilia mambo yako ya kipesa. Kinyume na hapo, vikoba vyetu vingi vitakufa kwa mikopo na pesa tunazodai watu wengine. Sasa lazima uwe mgumu, lazima uwe mkorofi kidogo, lazima uwe mtata ili uweze kurudisha thamani yako. Sasa haya mambo nitakayokupa yatakufanya uweze kuwa makini na kukabiliana na uoga wako na uwe na uimara kama huyo binti aliyeweza kuvumilia zaidi ya masaa 5 kuipata 30 tu ya mamake. Cha kwanza, define how do you feel about yourself. Anza kuanzia sasa hivi kuweka tafsiri. Kwani wewe unajisikiaje? Kwa mfano sasa hivi hapa unarejeshwa pengine katika thamani uliyokopa, pengine umepewa milioni 30 na umerudisha milioni 20, bado milioni 10. Unajisikiaje hiyo milioni 10 unapokuwa unarudisha? How do you feel? Hiyo hisia kuwa nayo makini sana, kwa sababu ndiyo inayoweza kuamua mafanikio yako yawe makubwa kiasi gani au yawe madogo kiasi gani. Sasa sehemu hii kipengele kidogo chake kinasema physical state. Physical state maana yake hali ya kimwiliwili. Hapa mwenzangu atakuja kugusia kwenye afya kidogo. Na eneo la pili ni mental state. Kimwili, unapoambiwa umebakisha milioni 10, moyo wako unadunda kiasi gani? Kiakili, unapoambiwa umebakisha milioni 10, unapata usingizi? Liangalie sana hilo eneo. Kipengele namba 2 kinasema define your definite drifting habit. Anza kuzijua tabia gani zinakufanya ushindwe kufanikiwa. Kuna vitabia fulani vipo ambavyo watu wanavifanya ndivyo vinavyowashinda kufanikiwa. Lakini nikwambie hivi, katika vikundi hivi ambavyo vimetajwa hapa, kuna vikundi ambavyo vina watu wanafanya vizuri sana kwenye biashara. Anza kuwa chawa wa kukaa karibu na hao watu ili kufanikiwa. Najua inaweza kuwa ni ngumu kwa mwanamke, lakini jishushe. Si unataka chako? Mwambie, dada Mariamu, unafanikiwa wewe? Imekuwaje? Yaani mimi kikoba nimechukua sawa na wewe, na pengine pesa yako nimechukua ndogo, lakini wewe mbona piga hatua? Umerudisha unapata milioni 50. Vipi mimi na milioni 5 inatoa mafua? Nenda kaulize. Kwa sababu kuna kitu wewe haujakijua. Sasa huyu mtu yale anayomfanya afanikiwe, manake kuna tabia hana, wewe unazo. Kwa mfano sasa hivi tupo hapa tunasikiliza hili somo, lakini kuna watu wengine hawako serious kusikiliza hili somo. Nukuu maneno yangu, kuna siku watakuja kupata changamoto na hili somo lilikuwa ndio tiba yao, lakini hawakulipata. Kwa sababu gani? Hapo ndipo ambapo inatakiwa akili yako itulie, na hili ndio somo la kisaikolojia, kwa sababu ni vitu visivyoshikika, si kama kitabu. Kwa hivyo define your drifting habit. When you define your drifting habit, angalia kitu hichi hapa. What do you feel when you fail? Jiangalie pale ambapo unapokuwa umeshindwa. Sasa umechukua pesa, umeingiza kwenye biashara imeshindwa kurudisha kile kitu ulichokitarajia. Niambie, angalia hapa, wewe unajisikiaje na unajiona ni tabia gani inayokufanya ufeli? Utakuja kujikuta unafanya kitu kinachoitwa uncertainty. Unatumia pesa katika vitu visivyowekezwa. Mwaka wa kwanza mpaka wa pili wa tatu katika biashara, wewe uliingia kwenye kikoba. Nisikilize kwa makini, sio mwaka wa kurukaruka na faida. Nisikilize kwa makini, utakuja kujuta. Huu ni mwaka pesa yako yote inarudi kuwekeza kwenye biashara yako. Si unanielewa? Yaani huu ni mwaka sasa. Kama ulifungua duka, unanunua kamera, au simu mpya nzuri ambayo inaweza kurekodi, unanunua mic, unanunua stendi, unanunua taa,
unaanza kuboost matangazo, unaanza yaani ndio muda wa kuwekeza. Sasa wewe unaanzaje kuwekeza kwenye tumbo sana, chips, kuku na sekela? Unawekeza katika vitu ambavyo havitarudisha thamani katika biashara yako. Kwa hiyo hiyo ni thrift habit, ni tabia mbaya ambazo zitakufanya uweze kufeli. Na kwa ajabu zaidi, tabia hizi ndio zinazokaa na algorithm devil. Ndio wale kina baba au kina mama wengine, pesa zikizidi anaanza kutafuta hivyo tena. Ndio hivyo sasa hizo maana yake nini? Hizo ni drifting habit. Na anayefanya tabia hizo ziweze kufanyika ni algorithm devil, ni huyo shetani. Anakuchezea masikio, anachezea sharubu. Kipengele nambari 3 kinaitwa define how you react upon other success. Anza kujua wewe unajisikiaje ukiona watu wanafanikiwa. Unasema mashallah au unajua misoni inaendana na shetani, si ndio? Ndio maana kule katika mambo fulani watu wakiwa wanafanya dua, wakianza kuona mtu anapiga misoni sana, hapa kama si makata basi subiani. Sasa wewe ukimwona mtu anafanikiwa, unasema mashallah ama unasema Mungu mzidishie, ama unafanya usiposema mashallah, unajua nini kitatokea? Maana yake wewe mafanikio yako haitakuja kutokea siku yatokea. Ili ufanikiwe, unatakiwa uanze kufurahia mafanikio ya wenzio yako yanauma. Kwa sababu kuna wanavyofanya ambao wewe ukisema hongera dadangu, sasa nimependa unafanya biashara yako, kwani nini siri hapa? Na yeye atakwambia, na usifikiri atakwambia vitu vinavyotoka mbinguni, atakwambia vitu vidogo vidogo vya kawaida ambavyo watu wengi tunavidharau. Sehemu ya 4 inasema define your true belief. Hapa ni sehemu ngumu kidogo ambayo inahitaji balagha. Balagha maana yake inahitaji niende ndani kidogo nikueleweshe. Anza kujua wewe unaamini nini. Kwenye kuamini ndipo ambapo kunafanya watu wengi wanafeli. Madam aliyeweza kuanzisha kikundi hiki ama alianzisha kikoba hiki alikuwa anaamini ndani yake kwamba kikundi hiki miaka 10 inayokuja tutakuja kukusanyika hapa. Alikuwa anaamini kuwa iko siku atasaidia zaidi ya watu 100. Wewe ambaye unafanya shughuli zako kwa kutumia platform hii, unaamini nini kuhusiana na hicho unachokifanya? Na nikuimbie siri tu. Ili tuamini kwamba tuamini unachokifanya, ni lazima tuone watu wanafanikiwa kama ulivyofanikiwa wewe kupitia wewe. Sasa namaliza mimi hapa. Tukabaraka na watu wengi na wakati kuna watu please. Namaliza hapa. Katika eneo hili na hizi hatari ama hisia zinazoweza kukufanya ukafeli zaidi, ya kwanza inaitwa fear of sickness, uoga wa kuumwa. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi anza kuwa na tahadhari na uoga wa kuumwa. Kwa hiyo kwenye tahadhari ya kuwa na uoga wa kuumwa, anza kuwa na nidhamu ya chakula. Sehemu nambari 1. Nimeona wana vikundi wengi mashallah wanapendeza, lakini kama mtaalamu na mshauri wa afya na biashara, 95% ya watu walioko huko ndani tayari wana changamoto ya kuongezeka uzito. Madam Latifa Mtuya ambaye ni daktari anayewasaidia kina mama kuboresha afya zao, ningependa nikukaribishe sasa kwa dakika chache sana umalizie kipengele hichi. Karibu sana. Madam, naomba nikusimamishe.